Wapendwa katika Kristo, tunaadhimisha sherehe ya Pentekoste. Katika sherehe hii ni Dominika ya mwisho ama inayofunga kipindi hiki cha Pasaka. Kama uvumi wa upepo ulizuka na baadaye ndimi kama ndimi za moto juu ya vichwa vyao. Katika mafundisho ya Kanisa Katoliki tunafundishwa kwamba Roho Mtakatifu anaashiriwa na alama kubwa 4. Hizi 2 tunazozisikia hapa: upepo au pumzi, moto unaoashiriwa na ndimi za moto, lakini vile vile unaashiriwa na wingu pamoja na hua au njiwa. Unaweza kuyapata katika Injili hizi karibu zote: Injili ya Mathayo sura 3 aya 16, Injili ya Marko sura ya 9 aya ya 7, Injili ya Yohane sura 3 aya 8, na kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya 2 hadi ya 3. Watu hawa na wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo wanashukiwa na huyu Roho Mtakatifu, na moja kati ya ishara inaonyesha kwamba wameshukiwa na hiki kipawa cha Roho Mtakatifu ni kunena kwa lugha mbalimbali kadiri ya Roho Mtakatifu Roho huyo alivyowangaza. Katika Agano la Kale, wale Wayahudi ambao walikuwa wakijenga ule mnara wa Babeli, Bwana alipoona kusudi baya la kazi yao, aliweza kuichanganya na kuiharibu lugha yao. Walishindwa kuelewana kwa kuwa na lugha tofauti. Lakini leo katika Pentekoste ni kitu tofauti. Kama watu walisukumwa na ubinafsi na kiburi, wakawa wanajenga mnara kuelekea mbinguni, Bwana aliweza kuvuruga lugha yao. Kitabu cha Mwanzo sura 11 aya ya 9. Lakini katika Pentekoste lugha tofauti, lakini watu hawa wanaelewana, wanaeleweka. Kwa wale wanaozunguka wanaona maajabu makubwa ya Mungu. Ni muujiza wa pekee. Na sisi pia Roho Mtakatifu anajidhihirisha kwetu sisi ambao tuko katika lugha tofauti, tamaduni tofauti, makabila tofauti, rangi tofauti, lakini tunanena lugha mbalimbali ambazo zinatuunganisha na kutuonyesha kwamba Mungu anatenda kazi ndani yetu. Roho Mtakatifu ni ishara ya umoja. Ingawaje kila mtu anaongea katika lugha yake, lakini anamtangaza Kristo. Roho Mtakatifu ni chanzo cha imani moja na ubatizo mmoja. Waraka wa Mtume Paulo kwa Efeso sura ya 4 aya ya 15. Wapendwa katika Kristo, mitume na wafuasi wao Bwana wetu Yesu Kristo wanaposhukiwa na huyu Roho Mtakatifu wanapata nguvu na ujasiri wa kuihubiri Injili. Mwanzoni, baada ya Bwana wetu Yesu Kristo kukamatwa na kupelekwa katika njia ya mateso, walitawanyika, waliogopa, wakawa hawako tayari kuwa jasiri kwa kuweza kuitangaza Injili. Lakini baada ya kujazwa huyu Roho Mtakatifu,
wanapata nguvu mpya, wanapata ujasiri wa kuweza kuihubiri Injili. Na sisi kwa ubatizo wetu tunamiminiwa Roho Mtakatifu. Katika sakramenti ya kipaimara tunaimarishwa katika paji la huyo Roho Mtakatifu, tunaalikwa kuihubiri Injili. Roho Mtakatifu anajidhihirisha katika imani yetu katika sakramenti hizi ya ubatizo na kipaimara, lakini haishi katika sakramenti hizi tu, anakwenda zaidi katika sakramenti zingine, na katika sakramenti ambayo inaonyeshwa ni katika sakramenti ya kitubio, uwezo wa kuondolewa dhambi, kusamehewa dhambi. Ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo katika Injili anapowatokea mitume wake baada ya ufufuo wake, anawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu, wowote mtakao waondolea dhambi wameondolewa. Injili ya Yohane sura 20 aya 23a. Kwa hiyo ukienda kuungama kwa padre, ondoleo la dhambi, msamaha wa dhambi utawezekana kwa hii nguvu na neema ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu analitakasa kanisa kupitia sakramenti zake. Wapendwa katika Kristo, huyu Roho Mtakatifu anayewashukia mitume na wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo anakuja na zawadi mbalimbali, vipawa mbalimbali, karama mbalimbali na zawadi nyingine nyingi. Ndio maana Mtume Paulo katika somo la pili tuambia kwamba kuna utofauti wa karama, vipaji na kazi mbalimbali, lakini Roho ni yule yule. Huyu Roho Mtakatifu ndiye anayevitoa hivi vipawa kwa waamini wa Kristo. Anavitoa hivi vipawa katika kujenga mwili wa Kristo, yani kanisa lake. Kama mwili ulivyo na viungo vingi, vivyo hivyo kanisa limetajirishwa kwa wingi wa karama, huduma na kazi mbalimbali ambazo Roho Mtakatifu anaziwezesha. Mimi na wewe hatuna budi kuchuma hizi zawadi mbalimbali za Roho Mtakatifu, kuongozwa na unyenyekevu wa moyo, unyofu wa moyo, ili Roho Mtakatifu aweze kukaa ndani yetu. Ndio maana katika katekisimu ya Kanisa Katoliki inatufundisha kwamba huyu Roho Mtakatifu analiunganisha kanisa, analiuisha, analijenga na kulitakasa. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 747. Wapendwa katika Kristo, huyu Roho Mtakatifu kama ahadi ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliwaidia wafuasi wake inatimia leo. Wanashukiwa na kujazwa mapaji haya. Mimi na wewe tujiulize, je, tuko tayari kuyapokea mapaji ya Roho Mtakatifu? Paji la hekima, paji la akili, paji la shauri, paji la nguvu au imara, uweza, paji la elimu,
paji la ibada na paji la uchaji wa Mungu. Lakini tukienenda katika huyu Roho Mtakatifu, tutaweza kupata matunda yake: furaha, upendo, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya 5 aya 22 hadi ya 23. Tumuombe Bwana wetu Yesu Kristo atujalie mapaji haya Roho Mtakatifu ili tuweze kuishi imani yetu vema na tuweze kuishi vizuri na kufanya mapenzi ya Mungu. Wapendwa katika Kristo, leo ni siku ambayo kwa namna pekee Kanisa Katoliki linazaliwa, lakini si tu kuzaliwa, linaenea ulimwenguni kote. Mimi na wewe tutaweza kutimiza hiyo kazi ya kueneza imani kwa kipawa hiki cha Roho Mtakatifu. Ndio maana Baraza la Maaskofu Tanzania imeelekeza kwamba siku ya leo ni siku ama sherehe ya walei wote. Tunaalikwa kuihubiri hii Injili, na katika kwa namna hiyo tutaleta ufalme wa Mungu, ambapo ujumbe wa mwaka huu, ufalme wa Mungu umekaribia na utazidishwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, na pale tutakapokuwa tayari kuihubiri hii Injili. Tumuombe Mwenyezi Mungu kwa maombezi ya Mama Bikira Maria, ambaye yeye alikuwa na hawa mitume wa Bwana pale katika kile kijumba kidogo, na wakashukiwa Roho Mtakatifu wakiwa katika sala. Na tutaweza kupata huyo Mtakatifu kama tusipojikita katika kusali, kuwa watu wa ibada na unyenyekevu, wenye ufu wa moyo, ili Roho Mtakatifu awe ndani yetu. Tuliombee kanisa letu, tumwombee Baba Mtakatifu, maaskofu, mapadri na wote wenye daraja katika kanisa, ili watakapoliongoza kanisa hili wasiongoze kwa matashi yao, bali kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu. Tujiombee sisi wenyewe, tuziombee familia zetu, tuziombee jumuiya zetu, na tuiombee taifa letu kwa ujumla.